Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha Imani. Leo tuko katika kata ya Mburahati, tumekutana na katibu hapa wa Juvikiba wa kata hii ya Mburahati, naye ana mengi ya kuongea vijana wake wa Mburahati. Tumsikize kidogo kwa uchache. Bwana unaitwa nani? Kwa majina naitwa Suleiman Osman Penza. Bwana Penza, niko Mburahati hapa kwenu hapa, na wewe ni katibu wa vijana wa Juvikiba. Juvikiba tumeambiwa kwamba ni jumuiya ya vijana wa Kiislamu BAKWATA. Jumuiya ya vijana wa Kiislamu BAKWATA. Huyu bwana ndo katibu wao hapa Mburahati. Sasa nikiangalia Mburahati naona vijana wengi sana hawapo katika misingi ya dini japokuwa ni Waislamu. Wewe kama katibu swala unalichukuliaje? Kwanza alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa mawala. Kwanza ni shukuru sana kwa kututembelea kwenye kata yetu, na kama ulivyosema kwa takwimu yako ndogo, unaona umoja wa vijana wa Mburahati umekuwa mdogo sana, kwa sababu kwanza naweza nikasema malezi malezi ya watu ambao wamelelewa kila mmoja kwa nafasi yake. Lakini malezi mazuri ni malezi ya kidini, malezi mazuri ni malezi ya kumpenda Mtume, malezi mazuri ni malezi ya wazazi walivyoanza kuwalea watoto wao kwa ajili ya dini. Kwa maana tumekosa hayo malezi kwa sababu nature ya kwetu usipokuwa katika malezi hayo inapelekea kuwa mbinafsi. Na ndio bana, unaona mimi nimezaliwa Mburahati, watu wengi kila mtu ana ule mimi ni yeye hafanyi kwa ajili ya Mburahati. Hilo ni changamoto, na ubaya zaidi imeanza kukua toka utotoni. Wenyewe tunasema kikuja karibiche. Kwa kubwa ni taabu, lakini Allah atuafikishe, tutafaulu. Tutafaulu kwa sisi vijana kwa kitu kimoja, ni kwa sababu jumuiya yetu hii Mburahati ilikuwa ipo lakini ilikuwa haitambuliki. Kwa sasa hivi ndio tumeanza hiyo harakati za kuifufua, harakati za kuihuisha, ni kuifanya ione. Kwa hiyo kwa kuwafikia vijana, kwa kuwamezesha ambapo walikuwa hapo kwenye vitu vivyo kwenye kichwa vyao kwa pamoja, na wakapatikana vijana wenye moyo wa kusema sisi tutafanya. Unajua ni jambo geni, kwa hiyo lina mawe mengi, mtapigwa nini na nini, lakini kwa sababu ni geni kwa watu kwenye masikio yao, wakipatikana vijana wakakubali kusakamwa, kutengwa, lakini mkiwa mnaona nini nia yenu, basi Mwenyezi Mungu atatutilia rehema zake na litakuwa jepesi, na inshallah patakuwa na mshikamano mkubwa tu miaka 2 mbele au mwaka mmoja mbele kwa sasa tulipoanzia inshallah. Sawa. Mpaka sasa hizi Juvikiba kata Mburahati mko ngapi? Mpaka sasa nikiangalia kwenye takwimu yangu tupo watu 64. 64 ni wachache sana kwa kata nzima Mburahati. Kata yetu na mitaa mitatu. Changamoto ya kata yetu pia inatakiwa watu kuwafikia wote kwa wakati. Kwa sasa hivi ndio tumetenga, kwa sababu toka tuanze kwenye kata yetu hatuna muda mrefu, hata mwezi hatuna toka tuanze kwenye kata yetu. Kwa hiyo ndio tumetenga muda wa kutembelea vijiwe, kutembelea misikiti. Lengo vijiwe mkitukataa, misikitini wakituona kazi tunazofanya, tukaenda siku za Ijumaa, tushaenda msikiti mmoja tukafanya usafi pale na nini, tukapo kwenda hospitali za kata yetu hizi tukaenda tukafanya kazi. Kwa ina maana wale watu wanaoenda hospitali wakituona, nani anafagia hivi, anambia jumuiya ya vijana wa Kiislamu BAKWATA kata yetu Mburahati na Juvikiba, kwa wamejitolea tukuja. Jamani, watoto mbona vijana wadogo lakini wamefikiria mawazo mazuri sana. Barabara zetu naziona zilivyo, mifereji imeziba, Niliongea na katibu wa wilaya wa taasisi yenu ya Juvikiba.
na akaniambia kwamba kila Jumapili huwa mnatembelea watu majumbani kufanya ile jaula ile na maskani. Nyinyi mmeshafanya hivyo? Obvious, na sisi tumeanza kufanya katika kata yetu kwa sababu akisema yeye ndio maagizo Sio sema maagizo, mmeshafanya nyinyi tayari? Tumeshaanza kufanya. Mara ngapi? Nimekwambia hata mwezi au kufika, lakini tumeshaanza kufanya. Kwa hiyo ukichukulia kama ni tuna kama Jumapili ya 5 ya 3 au ya 2 tunafanya hilo jambo. Unapata watu. Unaweza kaenda nyumba hiyo ukakosa, nyumba hiyo ukapata mmoja, nyumba hiyo unajua jambo ni geni, lakini alhamdulillah kwa sababu leo tukija Jumapili ijayo tukija tunakuwa tuna sio wageni. Na maana wewe unakuwa tayari ushaanza kuelewa kwa nini wanakuja. Na mbona wakija tukani wanaongea vitu vizuri. Kwa maana automatically wewe mwenyewe unaanza kutaratibu kwenye moyo wako, unaanza kufeel hali, unaanza kutupenda. Ngoja niende tu nikaone. Uongozi wa hapa Mburahati umekaje? Kwa mwenyekiti, katibu na yupo mwenyekiti na makamu wake. Yupo katibu na makamu wake na yupo mweka hazina. Na wote wanafanya kazi kwa kushirikiana. Alhamdulillah. Mwenyekiti anakaa wapi? Mwenyekiti yeye anakaa kwa mheshimiwa diwani wa zamani Yenga, hapa kuna madrasa moja hivi. Barafu. Katibu Barafu. Katibu Barafu. Mweka hazina Barafu. Auone kama ndio maana mpati watu. Kwa sababu sasa wote mnakaa Barafu, kwa national atafikia national housing, atafikia hapo Kisiwani. Huko unaposema hiyo kote huko national housing na Kisiwani kulikuwa bado hakuna watu. Yaani hakuna watu. Hakuna Waislamu. Hakuna watu wa kuwafuata ilikuwa. Kwa nini kusema kufuata taasisi ambayo ni kata Mburahati? Na ndio maana sasa hivi tunaenda kuwafuata huko. Jana na majuzi tumewapata watu, hata kwenye group letu tutaona ni mawadi wameandika watu wa Kisiwani, kwa sababu ni sehemu ambazo wewe unasema una historia na Mburahati, lakini unaiona Mburahati ilivyokuwa Kisiwani, ukiangalia national housing mageti huwezi kuona. Ipo hivi katibu, unaelewa. Uongozi wote umekaa kwenye mtaa wa Barafu. Kwa nini hamkuchagua kutoka sehemu mbalimbali ili wakule yule anaweza tu akula akaanza kuwa control na kuleta kwenu? Hakukuwa na wajumbe katika au washirikaji katika hizo sehemu. Basi nyie mkushirikisha watu. Yaani kati ni chuo kimoja madrasa kimefanya uchaguzi kwenye chuo na kimetoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hata mwanzoni wakati sisi tunapokea kutoka kwa watu waliopita, jumuiya ilikuwa hivi. Uongozi ulipita pia? Ulipita Na wao tokea wapi wote? Mwenyekiti wao alikuwa anakaa Barafu. Katibu wao alikuwa anakaa Barafu lakini akaamaga. Barafu. Uongozi ulipita Barafu. Uongozi mpya Barafu. Basi je, tukita isiyo ya kata hiyo mtaa Barafu. Haiwezi kwa hivyo kwa sababu naamini kwamba hata nikitembelea kwenye hiyo makaratasi yako ya vijana wako wote itakuwa Barafu. Haiwezekani kwa hivyo. Basi mimi nikuombe uchaguzi mfaki baada ya miaka mingapi? Kila baada ya miaka miwili. Huo mwaka wa kwanza. Sawa, basi nikuombe kitu. Basi kaa hata na uongozi, mtafute wajumbe wenye nguvu ambao mza mkapeleka huko, wanatokea national housing, sababu uongozi tayari upo national housing na Kisiwani, ili watu wakulu wafikiwe. Lakini kama unakaa Barafu, watu hapo wote utaweza kwa control, ila sio Kisiwani national housing. Amini hicho ninachokwambia. Wao mnakosa watu. Nimeongea na katibu wa wilaya akaniambia mna watu 400. Wilaya ya Ubungo ni kubwa sana. Watu 400 ni wachache. Waislamu ni wengi. Ni unapozungumza tutafute wajumbe katika kata hizo, si uongo. Wajumbe kwenye kata hizo wapo na nimekwambia kama tumewapata. Wapo sasa hivi tumewapata. Sasa hivi tunapozungumza. Ndio maana nikakwambia hata Juvikiba tukitoa leo katika kata yetu ya Barafu, ungekuja kata Mburahati, kata yetu ya Mburahati, ungekuja miezi miwili nyuma ungemuuliza tu mtu wote, bwana na shida na vijana wa Juvikiba kata hii, usingepata. Kwa sababu ndio hivyo mmeweka kichuo. Si kichuo. Yaani ukisikia kitu kinafanyika wilayani sio kichuo. Yaani hapa kwenye kata yetu yupo shewa kata ambaye anatambulika kiwilaya. Kata ya Makulumla yupo shewa kata. Kwa hiyo na maana ni vitu ambavyo vinatambulika. Isipokuwa haya ni masuala ya kujitolea. Masuala ya kujitolea na changamoto sana. Yaani mtu anaweza kusema naenda pale mimi napata nini? Naenda pale kuna faida gani na mimi? Nisile utafuta ugali wangu. Sija nini ushaelewa?
Kwa hiyo na maana kuna muda mwingine unaweza kumfuata mtu kaenda kumwambia anavyokujibu na nini, ila kwa sababu wewe unajua nini unachokifanya unamfuata tena. Kwa hiyo hata uko kisiwani au wapi, sio kama labda ni swala ndo geni ndo mara kwanza leo nalisikia. Ni swala ambalo lipo na wanalijua, ila watu hawataki. Basi mimi ni kuombe ufanye hivyo na mpate watu wengi zaidi. Lakini kingine unajua vijana wanavotafutwa ni kwa namna ya ujana ule, sawa? Mfikirie hata kuanzia mabonanza ya Juvikiba ya kata, mfikirie ufanye show yote ya mboto vijana mzamka ukutana pamoja na kufanya jambo. Mimi napenda zehebu ila Shia. Naonaga mara nyingi wana makombe yao ya ile ya ng'ombe sio ya nini. Nyie mfaida hapo hivyo nza kasaidieni kupata vijana wengi. Na wengi wanatamani kuingia wema wajue wanaingiaje. Kufanya bonanza unakusanyisha watu. Lakini watu wazuri ni wale ambao wanaweza kukukimbilia wewe wakati hauna kitu. Yaani umeona ukimfuata mtu kwenda kumwambia, kwanza anafeel kwamba umemheshimu mpaka umemfuata. Lakini kwenye mikusanyiko kweli tunakusanya watu, lakini utawapata watu ambao wanakuja kwa ajili ya kitu, hawaji kwa ajili ya lengo. Ni kwamba sio kuwapata watu, elimu. Unajua kichopo hizi watu wengi hawajui Juvikiba Yaani hawajui kabisa Juvikiba ni nini. Ndio maana nataka kutumia uwanja huu kuambia watu nini na malengo ni yapi, na uombe watu wa Mburahati waje kujiunga Juvikiba sababu kuna faida nyingi. Nimesikia kuna Cheleani, kuna chuo mtaka mkianzishe, kuna mikopo mnafosia watu wapate, yote hao wafahamu vijana hawa wa Mburahati ili wajue kwamba hii issue hii ina fursa kwetu. Kwa hiyo ndio uambie kama katibu sasa. Tumeshafanya hivyo vikao. Na Mburahati Juvikiba ni nini na vipi waweza kujiunga na Juvikiba? Tumefanya hivyo vikao sana vya kuwakusanya vijana na bado tunaendelea kufanya kwa sababu hatujafikia mwisho wa kuwakusanya hao vijana. Kijana yote mwenye uhitaji wa kujua kama yeye yupo hapa duniani kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, basi Juvikiba ni sehemu salama kwake, na asije Juvikiba moja kwa moja akajua tu kama labda nikienda pale nitasaidiwa nitapata vitu fulani na vitu fulani. Hapana, kwanza ajafanye kazi ya Mwenyezi Mungu kuhamasisha vijana wenzie katika kujua dini yao. Dini inahitaji nini, unauzaje, unakulaje, unavaaje. Badala hapo Mwenyezi Mungu ndiye atakufanyia mambo yako. Lakini unaweza ukasema niende pale tu nikasaidiwe. Utasaidiwa kweli ukija hapa kwa sababu ya connection za watu, utasaidiwa utaondoka sababu lengo lako umekuja kwa ajili ya kufanikiwa. Lakini ukija kwa sababu ya kazi ya Mwenyezi Mungu utafanikiwa na bado utajitahidi kuwafanya vijana wenzako wengine wafanikiwe. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kuinuana, hatupo kwa ajili ya kumsaidia tu mtu aje aondoke. Yote unaona wewe upo duniani, upo Mburahati, upo Mabibo, upo Salanga, upo wapi, upo katika kata yote, upo katika wilaya yote ya Ubungo. Basi Juvikiba ni yako. Jitahidi ujiunge na vijana wako, kushikana mikono kidini na kijamii, ili mradi utakapoondoka hapa duniani basi uwe radhi na Mwenyezi Mungu na hao waliobakisha hapa duniani wajivunie kupitia wewe. Mashallah. Mashallah. Jamani, Juvikiba sio ya mtu. Juvikiba ni jumuiya ya vijana. Kwa kama kijana wa Kiislamu, basi Juvikiba ni ya kwako. Kwa hiyo unaombwa kijana wote wa Mburahati kujiunga na Juvikiba ili tutambuane, tusaidiane na kuelimishana mambo ya kidini. Sio tu naishia kama maskani na kuvuta mihadarati. Inatakiwa jitambue Mungu ni nani, mtume ni nani na mimi ni nani. Kujua hivyo tu basi tatisha sana. Wewe kijana sio mzee. Amin.